Hapo kwa njia ya video, tupo kwenye channel yetu ya YouTube inayojulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile, upande wa YouTube pamoja na Facebook. Channel hii inaitwa Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Kwa unaweza ukatufuatilia pia kwa video kwenye channel yetu ya YouTube hiyo. Karibuni sana wapendwa, tufungue kwa sala ili moja kwa moja tuanze rasmi semina yetu, ikiwa leo ni siku ya kwanza. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya siku hii. Bwana, tunaliinua jina lako katika uweza, nguvu na mamlaka. Tazama Mungu Baba, hii ni siku ya pili jioni. Mungu Baba, linaliinua jina lako na litukuza katika enzi, kibali na mamlaka. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya vipindi vya asubuhi ambavyo mtumishi wako Mwalimu James Ludovick alisimama. Asante Roho Mtakatifu namna ulivyomtumia. Asante kwa ajili ya wanakikundi wote Bwana ambao uliwapa nafasi na kibali cha kufuatilizia mafundisho haya. Maana wote Mungu unatutumia ni katika sifa na utukufu wa jina lako. Tazama Baba, ni muda mwingine tena ambao tunaenda kukutana kwa ajili ya kipindi cha jioni. Tunaomba Roho Mtakatifu ukawe pamoja na sisi, ukasimame nasi kama mwalimu, ukasimame nasi kama kiongozi, ili yale yote ambayo tumepanga yafanyike siku ya leo, Baba, uje uyafanye we mwenyewe katika sifa na utukufu wa jina lako. Na kukaribisha Roho mwenye uweza, na kukaribisha Roho mwenye nguvu, na kukaribisha Roho mwenye mamlaka. Shusha mafuta yako, shusha nguvu zako, shusha upako wako, shusha hekima yako, shusha na kibali chako, ili kila mtoto wako aliyoko hapa Bwana aweze kujengwa kwa neno lako la uzima, aweze kujengwa kwa mafundisho yako Bwana, ili sote tuendelee kuwa imara katika jina la Yesu Kristo, na kila mwenye pumzi aseme amen. Haleluya. Wana wa Mungu ale hai, karibuni sana wapendwa. Ni semina muhimu kabisa ya kupanda mbegu mwanzo wa mwaka, na leo ikiwa ni siku ya pili jioni ya semina yetu, nikiwa nimesimama. Kama unifahamu, naitwa Mwalimu Petro, napatikana jimbo la Arusha nchini Tanzania. Karibu sana mtoto wa Mungu. Jana niliweza kuwapa homework kwamba kila mmoja aweze kuandika malengo yake ya mwaka, aandike yale ambayo Mungu anamuomba aweze kumsaidia mwaka huu aweze kuyatimiza. Kila mmoja ahakikishe ameandika. Hivyo ninakuomba, kama unanitazama, kama unanisikiliza na haujaandika, naomba uweke pause kwenye video, uweke pause kwenye audio, uandike malengo ambayo unamuomba Mungu akufanyie mwaka huu, kwa sababu malengo tutakayoyaandika ndio ambayo tutaanza kuyaombea leo. Sasa kama tutaombea na wewe utakuwa hujaandika, sijui mwenzetu utaombea nini? Wapendwa, sio lazima, ila kwa aliyopo serious afanye hivyo. Weka pause, andika. Yamkini malengo ulikuwa tayari umeshaandika, unaweza ukayatumia yale yale, kwa sababu mtu si wewe huyo huyo. Kama kuna vingine umeongezea, labda unaweza ukaongezea kwenye kuandika, ukavijumuisha na yale ya mwanzo, tukapata nafasi ya kuombea kwa pamoja. Kwa ninaomba kila mmoja afanye namna hiyo. Na katika hayo malengo utakayoyaandika, yaandalie na sadaka. Yaandalie na sadaka ambayo ni kama unamwagilia maji kwenye mbegu yako, kwa sababu kumbuka tulichojifunza jana, mbegu ndiyo yale malengo tunayoyaandaa kwa ajili ya mwaka husika, ndiyo mbegu. Sadaka ni mbolea, ni maji inayomwagilia hiyo mbegu ili yote vizuri, na anayeikuza na kuiotesha ni Mungu. Hiyo ni kanuni ambayo usije ukasahau. Sadaka ni mbolea, mbegu ni malengo tuliyojipangia tuwe nayo kwenye mwaka huu. Mungu ndiye anayekuza. Kwa mtu wa Mungu, ninaamini kila mmoja ameelewa na kila mmoja ameandika. Somo letu tulilo nalo linaitwa kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Hili ndio somo tulilopewa kwenye hii semina. Ikiwa leo ni siku ya pili, malengo tulio nayo kwenye hili somo
ni kujifunza namna tunavyoweza kujiunganisha na Mungu mwanzoni mwa msimu, ili msimu mzima Mungu awe msimamizi wetu. Ni kujifunza namna tunavyoweza tukajiunganisha na Mungu mwanzoni mwa msimu, ili Mungu awe msimamizi wetu ndani ya msimu husika. Tunapokuwa mwanzo wa mwaka kama hivi, tuko mwanzo mwa msimu. Unapopanda mbegu, ina maana unajiunganisha na Mungu kwenye huo mwanzo wa msimu, ili Mungu awe msimamizi wako ndani ya msimu mzima. Na jana tuliangalia kile kitabu cha Marko sura ya 4 ule mstari wa 26 hadi 28. Nitarudia tena kukusomea na leo. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Kwa tunaona na tuliangalia ile jana kwamba huyo mtu alipanda mbegu na hakuwa na muda wa kuisimamia. Yeye alipanda, Biblia inasema akaondoka, akaiacha ikue yenyewe. Kwa nini? Kwa sababu kazi yetu ni kuweka malengo ya mwaka, ni kuweka malengo ya mwaka. Afu Mungu kazi yake ni kuyatekeleza na kuyatimiza hayo malengo unayojiwekea kwenye mwaka husika. Na ndio maana unapanda mbegu, unaweka malengo, mwenye kuyatekeleza ni Mungu. Lakini pia ile Wakorintho wa kwanza ile sura ya 3 mstari wa 6, nakumbushia tu yale ya jana kabla sijaanza kitu kipya cha leo. Wakorintho wa kwanza 3:6 tuliangalia, ilisema mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Kwa jana tukaona namna ambavyo Paulo anasema yeye alipanda, Apolo akatia maji, mwenye kukuza ni Mungu, ambapo tukasema Paulo na Apolo huduma yao ilikuwa ni moja. Kwa unaweza ukafanya ni kama vile mke na mme kwenye familia. Paulo aliandika malengo yake ya mwaka, ndio alipanda kwamba mwaka huu, msimu huu, Mungu nisaidie nijenge nyumba, ninunue kiwanja, nisomeshe watoto. Akaandika hayo malengo. Afu Apolo akayatolea sadaka. Ndio anasema Apolo akatia maji, akayatolea sadaka, akayawekea mbolea, afu akayakabidhi madhabahuni kwa Bwana. Alafu Paulo akasema mwenye kukuza ni Mungu. Ina maana mwenye kutekeleza yale malengo yao waliojiwekea na Apolo ni Mungu. Kwa unapojiwekea malengo, kama ni wewe na mke wako, ni wewe na taasisi yako, mkaweka malengo yenu ya mwaka, mkayatolea na sadaka, ambaye atayatekeleza hayo malengo ni Mungu. Na ile siku ya jana tukaangalia pia kipengele kingine kilichokuwa kinaitwa aina za mbegu. Tuliangalia kipengele kingine ambacho kilikuwa kinaitwa aina za mbegu, ambao hizi zilibebwa na kile kitabu cha Injili ya Marko sura ya 4 ule mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8 ilikuwa inasema namna hiyo. Sikilizeni. Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Oh, haleluya! Wana wa Mungu ale hai. Kwa kwenye hili neno ile siku ya jana tuliona kuna aina 4 za mbegu, na tulianza na ile aina ya kwanza ambayo ilikuwa ni mbegu zilizopandwa kando ya njia zikaliwa na ndege. Tukasema ndege ni vile vikwazo ambavyo huwa vinajitokeza ghafla kwenye msimu, vinavyokuvurugia uwezo wa kutimiza malengo yako. Na siku ya jana tukaangalia vikwazo vya hila za maneno ya watu, vikwazo vya kukosa fedha au mtaji wa kutimiza malengo. Maana kuna baadhi ya malengo unaweza ukajiwekea kwenye mwaka, ila yatimie lazima uwe na hela ya kuyatimiza. Ukisema naomba Mungu mwaka huu nijenge,
lazima uwe na hela ya kujengea. Mwaka huu mtaji wangu ukue, lazima uwe na hela ya kukuza huo mtaji. Kwa ile hali ya kinatokea kikwazo cha ghafla cha kukuzuia kupata hela ya kutimiza lengo lako, ina maana ni ndege amekula mbegu yako. Na pale mwishoni tukapata nafasi ya kuomba. Sasa nimetumia takribani zaidi ya dakika 8 hadi 9 au unaweza ukasema 10 kabisa kuweka revision, kuweka marudio ya kule tulikotoka siku ya jana. Lengo la Roho Mtakatifu ni kila mtu apate kumbukumbu nzuri ndani yake, ili tunapoenda kuendelea na leo, kila mmoja ajue tulipotokea na awe na uwezo wa kuendelea mbele leo, ili wote tupate matokeo yenye faida. Sema amen katika jina la Bwana. Leo siku ya pili jioni, tutaendelea mbele na kipengele kile kile cha aina 4 za mbegu, kwa kwenda kuangalia aina ya pili ya mbegu. Tutaenda kuangalia aina ya pili ya mbegu. Tuombe. Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya wema, amani na uaminifu wako. Tunakushukuru kwa ajili ya marudio tuliyofanya ya kile kipengele cha jana. Asante Roho Mtakatifu, namna ulivyotufundisha. Tazama, tunaenda kuanza kujifunza siku ya pili. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe mwalimu, utufundishe, na kila mtoto wako aliyoko hapa umpe kuelewa, ili sote tuendelee kuwa imara katika jina la Yesu. Tuseme amen. Kipengele chetu cha leo kinaitwa aina 4 za mbegu, ndani ya somo linaloitwa kupanda mbegu na Bwana mwanzoni mwa mwaka. Karibuni sana wapendwa. Aina ya pili ya mbegu ni mbegu zilizopandwa juu ya mwamba zikashindwa kuota kwa kuungua na jua. Aina ya pili ni mbegu zilizopandwa juu ya mwamba zikashindwa kuota kwa kuungua na jua. Ni mbegu zilizopandwa juu ya mwamba zikashindwa kuota kwa kuungua na jua. Hii ndio aina ya pili ya mbegu. Na hizi mbegu zote, aina zote 4 zinapatikana kwenye ile Injili ya Marko sura ya 4 kuanzia ule mstari wa 3 hadi wa 8. Kwa hapa tunaenda kuangalia aina ya pili ya mbegu tuliyosema inaitwa mbegu zilizopandwa juu ya mwamba zikashindwa kuota kwa kuungua na jua. Tusome yote ile Injili ya Marko sura ya 4. Tutasoma ule mstari wa 5 na wa 6 peke yake. Injili ya Marko sura ya 4 tutaangalia mstari wa 5 na wa 6 peke yake. Inasema namna hii: nyingine zikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, na mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Kwa Biblia inasema huyu mpanzi akapanda mbegu, na alipopanda mbegu, mbegu nyingine zilianguka kwenye udongo haba. Udongo haba, yani udongo mchache, na palikuwa na mwamba kwenye hilo eneo. Asa kwa sababu ile mbegu ilianguka kwenye mwamba, Biblia inasema jua liliunguza, haikuweza kuota, ilikufa kwa kunyauka. Ilikufa kwa kunyauka, maana ilikosa virutubisho vya kuirutubisha ili iweze kuota. Watu wa Mungu wale hai, jua linanyausha mbegu isiote. Unapoweka malengo yako ya mwaka, kuna kitu kinaitwa jua, kinaweza kusababisha malengo uliyojiwekea ndani ya mwaka husika yasitimie. Kwa mfano, huu ni mwaka mpya, tuko mwezi wa kwanza, tuko mwanzo wa msimu wa mwaka. Yale malengo unayoweka kwenye huu mwaka ndiyo mbegu zako ulizopanda. Asa kuna kitu kinaitwa jua. Jua na mwamba, jua na mwamba vina nafasi ya kunyausha mbegu yako, malengo yako uliojiwekea mwaka huu yasifanikiwe, yasitimie. Wacha muda huu nikuonyeshe
maana ya mbegu iliyopandwa juu ya mwamba ni kitu gani? Maana ya mbegu iliyopandwa juu ya mwamba ni kitu gani? Maana ya mbegu iliyopandwa juu ya mwamba. Mbegu iliyopandwa juu ya mwamba ni ile hali ya mipango yako uliotegemea uifanikishe ndani ya mwaka mzima kuharibiwa na mashambulizi ya vita vya kiroho vinavyokuzuia hatima yako. Mbegu iliyopanda juu ya mwamba ni ile hali ya mipango yako unayotegemea uifanikishe ndani ya mwaka mzima kuharibiwa na mashambulizi ya vita vya kiroho vinavyokuja kuzuia hatima yako ndani ya mwaka mzima. Mbegu iliyopandwa juu ya mwamba ni ile hali ya mipango yako uliotegemea uifanikishe ndani ya mwaka mzima kuharibiwa na mashambulizi ya vita vya kiroho vinavyokuja kuzuia hatima yako isifanikiwe ndani ya mwaka mzima. Kila mwanadamu ana destiny, ana hatima yake, na malengo uliyoweka ndani ya mwaka ndiyo malengo ambayo yanakupeleka kwenye kufikia hatima yako, au kwa lugha nyingine yanakupeleka kufikia kusudi la Mungu ambalo anataka ulifikie ndani ya mwaka husika. Katika ulimwengu wa roho, kila mwanadamu, kila mwaka, kila msimu, kuna kusudi maalum la kimungu ambalo Mungu huwa anataka huyo mtu alifikie mwaka huo. Tulipokuwa mwaka jana 2025, palikuwa na kusudi maalum la kiroho ambalo Mungu alitaka ulifikie 2025. Tumeingia mwaka mpya 2026. Uwe na uhakika kwenye ulimwengu wa roho lipo kusudi maalum la kimungu ambalo na lenyewe pia anataka ulifikie na ulifanikishe ndani ya mwaka huu. Sasa kuna kitu kinaitwa vita vya kiroho. Vita vya kiroho tunavichukulia kama mwamba, kama jua ambalo linaweza likatokea ili kukuzuia usifanikishe hiyo mipango na malengo uliojiwekea kwenye mwaka. Na ndiyo maana kuna watu ambao kila mwaka wanafeli kutimiza malengo yao, na kinachowafelisha ni mashambulizi ya kiroho yanayowakuta. Unakuta ghafla tu linatokea shambulizi, au ghafla inatokea vita, au yanatokea majaribu. Kuna mtu mmoja niliwahi kuongea naye mahala fulani, akawa ananiambia, mwalimu, mimi sielewi, kila siku nikiweka mpango napigwa vita, na wanaonipiga vita ni wafanyakazi wenzangu, wananipiga vita kila wakati. Kuna wakati nilikuwa natumwa na bosi kwenda kwenye semina, walau zinanisaidia kupata marupurupu, lakini huwezi amini, siku hizi hata kwenye semina siendi kwa sababu wafanyakazi wenzangu wananipiga vita. Naweka mipango sitimizi kwa sababu napigwa vita mno ofisini, na niombee nihamishwe ofisi, nihamishwe kazi. Nisikilize mtu wa Mungu, vita vya kiroho ni jua linalozuia usifanikishe malengo yako. Moja ya jambo ambalo unapaswa kutambua kama Mkristo unayenisikiliza mahali hapa, vita vya kiroho ni sehemu ya maisha ya kila Mkristo, haviepukiki. Vita vya kiroho ni sehemu ya maisha ya kila Mkristo, haviepukiki. Hakuna maombi ambayo unaweza ukafanya au unaweza ukaombewa yakakuondolea vita vya kiroho, kwa sababu vita vya kiroho ni sehemu ya maisha yetu. Ile wewe kusema nimekuwa Mkristo, moja kwa moja umejisajili kuingizwa kwenye mfumo wa vita vya kiroho. Na ndio maana ni muhimu sana kulitambua hili jambo mapema, hasa unapokuwa mwanzo wa msimu namna hii, unapokuwa mwanzo wa mwaka namna hii, ili vitakapokuja vita, utakapoendelea kwenye mwaka, utakapoendelea kwenye msimu, vile vita visikushangaze, visikuangushe, ushindwe kutimiza malengo yako. Ila mapema ukilifahamu,
weka imani yako imara, weka imani yako imara. Ondoa ulegelege ndani yako, ondoa ile hali ya uzembe ulioizoea kwenye miaka iliyopita. Mwaka huu ingia na ujasiri, ingia na ushujaa wa imani, ili vita vitakapokuja usione ni kitu kigeni, bali uone ni kitu cha kawaida, na uwe imara kupambana nacho, kwa sababu upambani peke yako, ila Mungu anakuwa ndani yako kupambana pamoja na wewe. Oh, sema amen kwa jina la Yesu. Sikiliza polepole. Kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 16 ule mstari wa 33. Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 33. Injili ya Yohana 16:33 inasema namna hii: hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Nisikiliza vizuri. Yesu anasema jipeni moyo. Ulimwenguni mnayo dhiki. Ulimwenguni kuna persecutions, kuna tribulations. Persecutions ni mateso, tribulations ni dhiki, vita, majaribu, mashambulizi na mateso. Kwa Yesu anaposema ulimwenguni mnayo dhiki, kwa lugha nyingine ni sawa na kusema duniani kuna mateso, duniani kuna mashambulizi, duniani kuna vita, duniani kuna vikwazo, kuna kukatishwa, kuna kuangushwa. Kwa hiyo jipe moyo. Maana ya neno jipeni moyo ina maana there is no any way to escape battles, you should pass this through the battles, nikiwa na maana ya kwamba hakuna njia ya kutoroka vita, hakuna njia ya kutoroka mateso ya duniani. Jipe moyo, maana yake tulia, ujipe moyo, kupambana kupo mbele yako. Si kama unanielewa mtu wa Mungu? Ni jambo la msingi sana ili kulifahamu mapema kwamba hakuna njia ya kuepuka mateso, ili yatakapokuja ujue namna ya kupambana nayo. Angalia na hii kitabu kingine cha Matendo ya Mitume ile sura 41 ule mstari wa 21 hadi wa 22. Matendo ya Mitume sura ya 14, sio 41. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 21 hadi 22. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 21 hadi wa 22. Na yenyewe inasema namna hii: hata alipokwisha kuihubiri Injili katika mji ule na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonia na Antiokia, wakafanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani, na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Umeona Biblia inavyosema? Wakina Petro na mitume wengine wakazunguka kila walipozunguka waliwafanya imara, yani walihubiri injili wakapata wanafunzi. Walipopata wale wanafunzi wakakaa nao kuwaeleza ukweli. Na moja ya ukweli ambao Petro aliwaeleza wale wanafunzi, aliwaambia imetupasa kuingia kwenye ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Imetupasa tupitie dhiki, tupitie mateso, majaribu, mashambulizi magumu, ndio tuingie kwenye ufalme wa Mungu. Kwa lugha nyingine alikuwa anawaambia ile nyie kuchagua kuwa Wakristo, amjachagua maisha ya kamseleleko, amjachagua maisha ya njia rahisi, mmechagua maisha ya njia ngumu. Mpendwa, Ukristo ni njia ngumu, sio njia rahisi, ila ni rahisi ukifata kanuni. Narudia tena, Ukristo ni njia ngumu, sio rahisi, ila ni rahisi ukimuelewa Mungu, ukifuata kanuni. Ukielewa tu kwenye Ukristo kuna mateso, kuna dhiki, nijipe moyo, niwe imara, hutaona Ukristo ni mateso. Na ndio maana mtu wa Mungu ali hai, tambua hili mapema, ili vita visizuie kutimiza malengo yako. Tusonge mbele na aina ya tatu. Aina ya tatu ya mbegu ni mbegu
zilizoanguka penye miiba ikaisonga zisizae matunda. Aina ya tatu ni mbegu zilizoanguka penye miiba ikaisonga zisizae matunda. Aina ya tatu ni mbegu zilizoanguka penye miiba ikaisonga zisizae matunda. Watu wa Mungu wale hai, hii tunaiona kwenye Injili ile ile ya Marko, pale pale kwenye Marko sura ya 4 ule mstari wa 7. Marko sura ya 4 ule mstari wa 7. Marko sura ya 4 ule mstari wa 7 inasema namna hii: nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Kwa tunaona mbegu ya aina ya tatu ni ile ambayo huyo mkulima akaipanda, ambaye ni mimi na wewe, na haikupata nafasi ya kuota kwa sababu aliipanda kwenye miiba. Ile miiba ikaisonga isizae, yaani akaweka malengo kwenye mwaka, na yale malengo hayakuzaa, hayakutokea, hayakutimia kwa sababu kuna miiba iliisonga yale malengo yasitimie. Sasa hii miiba ni nini ambayo inaweza ikasonga malengo yako ndani ya mwaka yakashindwa kutimia? Wacha nikuonyeshe muda huu tafsiri au maana ya miiba inayoisonga mbegu isizae matunda ni nini. Miiba ni ujumla wa shughuli za dunia, udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mbalimbali yasiyo na utukufu wa Mungu, zinazoweza kukukumba na kukufanya upoteze mwelekeo wa kusimamia lengo ili utoke nje ya lengo. Miiba ni ujumla wa shughuli za dunia, udanganyifu wa mali na tamaa za mambo yasiyo ya utukufu wa Mungu, zinazoweza kukukumba na kukufanya upoteze mwelekeo wa kusimamia lengo ili utoke nje ya lengo. Sawa sawa na ile Marko sura ya 4 ule mstari wa 18 hadi wa 19. Marko sura ya 4 ule mstari wa 18 hadi wa 19. Marko sura ya 4 ule mstari wa 18 hadi wa 19 inasema namna hii: na hawa ndio wale wapandwao penye miiba, ni watu walisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno, likawa halizai. Kwa Biblia inasema kuna watu ambao wamepanda mbegu, ila tamaa za dunia, udanganyifu wa mali, shughuli za dunia, tamaa za mambo mengine zinakuja kusimama kama miiba ya kuwazuia malengo yao yasifanikiwe katika mwaka. Kwa tunaona vitu vitatu pale vinatajwa. Cha kwanza ni shughuli za dunia, cha pili udanganyifu wa mali, cha tatu tamaa za mambo mengine. Nimesema cha kwanza shughuli za dunia, cha pili udanganyifu wa mali, cha tatu tamaa za mambo mengine. Ni maadui wanaosimama kuzuia malengo yako uliojiwekea kwenye mwaka yasitimie. Na haya mambo matatu kazi yake kubwa ni miiba inayokutoa nje ya reli, nje ya njia. Kwa mfano, unakuta mtu mwaka umeanza, ameweka malengo, ghafla linatokea jambo nje na lengo alilokuwa ameweka. Anajikuta badala ya kufanya shughuli ya kusimamia lengo lake ili atimize malengo yake, anajikuta anafanya kitu kingine nje na hilo lengo. Matokeo yake anakuja kushtuka, mwaka umekaribia kuisha, na yale aliyoyafanya sio ambayo aliingia nayo kwenye mwaka ameyategemea. Anakuta ameshachelewa, anasema, analalamika, ananung'unika, anajuta, anajilaumu, afu anasema anyway, tafanya mwakani. Anaweka tena lengo hilo hilo mwakani. Kifika tena mwakani,
linatokea jambo jingine nje na hilo lengo, anajikuta ametoka nje ya lengo lake, anafanya kitu ambacho haikuwa malengo yake. Watu wa Mungu ale hai, kwenye utaalamu kuna kitu kimoja kinaitwa strategic plan, yani mpango mkakati. Unaweka malengo na mikakati ya namna ya kutekeleza hilo lengo, na kwenye mikakati unaweka paka na watu stakeholders, wadau ambao utashirikiana nao kutimiza hilo lengo, na kwenye mikakati unaonyesha mpaka na mahala utakapotoa hela za kutimiza lengo lako. Kila taasisi inakuwa na strategic plan, iwe ni taasisi za serikali, za kidini, za kawaida, na hata baadhi ya watu ambao wako serious na haya maisha huwa wanakuwaga na strategic plan za maisha yao kila mwaka. Sasa kwa nini unaweka ile mpango mkakati? Kwa sababu Biblia inasema namna hii. Ni nani anayetaka kujenga mnara asiyeketi kujiuliza kwanza, asije akaanza kujenga akaishia njiani watu wakamcheka? Maana yake nini? Maana yake ni kwamba aweke strategic plan ili akianza lisije likatokea jambo likamtoa nje na malengo yake. Watu wa Mungu, hata siku moja shetani hajawahi furahia mwanadamu tena anayesali akatimiza malengo, na ndio maana anainua vikwazo tofauti tofauti. Na kazi yako kama Mkristo ni kuhakikisha umejifunza kila aina ya kikwazo, ili akikuletea cha ndege ujue namna ya kumdefeat, akikuletea cha miiba ujue namna ya kudefeat, akikuletea na hiki cha kukutoa kwenye leli ujue namna ya kumdefeat. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba unapoanza msimu namna hii, malengo uliyojiwekea, usiruhusu kitu chochote kikakutoa nje ya hayo malengo. Pambana, iwe kwa jasho la damu, iwe kwa maombi, iwe kwa kufunga, iwe kwa kutoa sadaka, iwe kwa kukesha sana kwa Yesu wa Ekaristi, iwe kwa kulia sana, iwe ni kwa kila gharama. Kubali ili tu utimize lengo lako. Muhimu tu iwe ni katika namna inayompa Mungu sifa na utukufu. Oh, haleluya, wana wa Mungu ale hai. Ngoja nikwambie kitu kimoja cha kukusaidia. Nafahamu tokea mama mmoja mahala fulani alikuwa anafanya kazi, na hiyo kazi ilikuwa inamlipa mshahara mdogo, na akawa anajiwekea lengo la kwamba afanye kazi miezi 6 akusanye ule mshahara wake, na baada ya miezi 6 huo mshahara augeuze kuwa mtaji, atoke kwenye hiyo kazi aende akajiajiri ye mwenyewe. Malengo mazuri hayo, akaweka hayo malengo, akayaombea, akayatolea sadaka. Sikiliza huu mfano utakusaidia. Akaanza mwaka, akapokea mshahara wa kwanza. Alipopokea mshahara wa kwanza, Roho Mtakatifu akamkumbusha kwamba wewe ulisema ukipokea mshahara hautautumia, utautunza. Matokeo yake akasema siku nyingi sijala kuku. Akanunua kuku. Siku nyingi sijawapikia watoto wangu chakula kizuri. Akanunua na chakula kingine na kingine. Hela ile ikapungua. Na unajua hela bwana, 50,000 ukitoa 10,000 ukaichange, hiyo 10,000 inaisha. Kichange na nyingine inaisha. Akajikuta ghafla hela imepotea, hamna alichofanya. Akasema eneo itaanza mwezi ujao. Mwezi ujao tena ulipofika, mara tena akasema siku nyingi sijavaa nguo mpya. Mimi ni mwanamke, lazima nijipende. Akaenda kununua nguo. Kwa akajikuta kila mwezi linatokea jambo nje na malengo, linamtoa kwenye leli. Anaacha kusimamia lengo, anafanya mambo nje ya lengo. Watu wa Mungu wale hai. Sasa hayo mambo ambayo huwa yanatokeza namna hiyo ndio inaitwa miiba. Miiba inayosonga mbegu yako ili usitimize malengo. Mtu wa Mungu wale hai. Yamkini kila mwaka umekuwa ukifeli kufanikiwa. Umekuwa ukifeli kutoboa kwa sababu ya miiba. Hebu mwaka huu tambua hili mapema, ili utakapoanza mwaka katika ile malengo uliyojiwekea, yale malengo yote, kila jambo litakalotokea kukutoa nje, sema wewe ni mwiba, kaa nyuma yangu, songa mbele na Bwana. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Twende kwenye aina ya 4.
Aina ya nne ya mbegu ni mbegu zilizopandwa kwenye udongo mzuri zikaota na kuzaa sana. Aina ya nne ni mbegu zilizopandwa kwenye udongo mzuri zikaota na kuzaa sana. Mbegu zilizopandwa kwenye udongo mzuri zikaota na kuzaa sana, sawasawa na kile kitabu cha Marko sura ya 4 ule mstari wa 8. Marko sura ya 4 ule mstari wa 8 peke yake. Marko sura ya 4 ule mstari wa 8 peke yake inasema namna hii: nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Kwa Biblia inatuonyesha kwamba aina ya 4 ya mbegu ambayo huyu mpanzi aliipanda kwenye udongo ulio mzuri, na kwa sababu ameipanda kwenye udongo mzuri, hii mbegu ikaota na ikazaa 130, 160 na 100. Nakumbuka hichi kitu. Mbegu ya kwanza aliyopanda haikuota kwa sababu ilisongwa, ililiwa na ndege. Ya pili nayo haikuota kwa sababu iliunguzwa na jua na mwamba. Ya tatu nayo haikuota kwa sababu ilisongwa na miiba. Ila ya 4 ikaota kwa sababu yenyewe aliipanda kwenye udongo mzuri, ikaota na ikamzalia matunda mengi. Asa, huu udongo mzuri ni kitu gani mpaka kikasababisha haya malengo ya huyu mtu yakatimia? Huu udongo mzuri ni kitu gani? Udongo mzuri ni ujumla wa mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu katika yale aliyokusudia tupate kila mwaka katika maisha yetu. Udongo mzuri ni ujumla wa mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu katika yale anayokusudia yatupate kila mwaka katika maisha yetu. Udongo mzuri ni ujumla wa mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu katika yale anayokusudia yatupate kila mwaka katika maisha yetu. Sawa na ile Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Yeremia 29:11 inasema namna hii: maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Kwa Biblia inasema kuna mawazo mazuri ambayo Mungu anamuwazia kila mtu aliyoko hapa duniani. Mimi hapa kuna mawazo mazuri Mungu anayoniwazia. Huu mwaka niyafanikishe. Wewe hapo kuna mawazo mazuri ambayo Mungu anakuwazia. Huu mwaka uyafanikishe. Sasa hayo mawazo mazuri ambayo Mungu anakuwazia uyafanikishe mwaka huu ndio tunayaita udongo mzuri. Udongo mzuri. Udongo mzuri. Na ndio maana nikakwambia udongo mzuri ni ujumla wa mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu katika yale aliyokusudia uyapate ndani ya mwaka husika. Asa tunaposema kupanda mbegu kwenye udongo mzuri, kupanda mbegu kwenye udongo mzuri, tunakuwa tunamaanisha nini? Tunakuwa tunamaanisha ni ile hali ya kuweka mipango yako uliyoipanga kuitimiza katika mwaka kuendana na mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu katika yale aliyokuwa amekusudia akupatie mwaka huo. Tunaposema kupanda mbegu kwenye udongo mzuri, tunaongelea ile hali ya mipango yako uliyopanga kuitimiza katika mwaka kuendana, kuhusiana, kufanana na mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu katika yale aliyokuwa amekusudia akupatie mwaka huo. Sawa na kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohane ile sura ya 5 ule mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 5 mstari wa 14 inasema namna hii: na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Kwa Biblia iko wazi kabisa,
ukiomba kitu chochote sawasawa na mapenzi ya Mungu anakusikia. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba nikiomba kinyume na mapenzi yake hanisikii, kwa sababu amesema tukiomba sawasawa na mapenzi yake anatusikia. Ina maana ukiomba kinyume na mapenzi yake hakusikii. Unapoenda kuomba, wewe unakuwa una matamanio yako unayotamani Mungu akupe. Mungu naye anakuwa na matamanio yake anayotamani akupe. Kwa wewe unaenda una ya kwako, na unayemuomba naye ana ya kwake. Sasa ukiomba kinyume na yale ya kwake hupewi. Maombi yako hayambadilishi Mungu afikiri kama wewe unavyofikiri. Maombi yako hayambadilishi Mungu afikiri kama wewe unavyofikiri, kwa sababu kuna baadhi ya watu wa wanadhani akifunga mfungo wake utamlazimisha Mungu amfikirie. Anafikiri akitoa sadaka yake itambadilisha Mungu amfikirie. Nisikilize vizuri. Mungu kabla hujaomba ameshawaza kukujibu. Kabla hujafunga ameshawaza kukusikia. Kabla hujatoa sadaka ameshawaza kukusikia. Kutoa sadaka na kufunga ni kitu kingine, na Mungu kukupa ulichoomba ni kitu kingine. Hilo nalo ni somo jingine. Siku viongozi wakitupa kibali tutajifunza, lakini kwa leo nataka wote tusimame hapa kwenye hili eneo la kwamba maombi yako yakifanana na kile alichopanga tayari, lazima utapewa. Nisikilize pole pole. Kumbuka, tunapanda mbegu. Yaani tunaweka malengo ya mwaka. Malengo ya mwaka unapoweka, Mungu naye ana malengo yako ya mwaka. Kabla wewe hujakaa kujiwekea malengo ya mwaka, kwamba mwaka huu natamani nipate 1, 2, 3. Mungu naye tayari alishapanga kwamba fulani mwaka huu atapata 1, 2, 3. Nasema hivi, wewe hapo kabla hujakaa ukapanga malengo ya mwaka, kwamba mwaka huu malengo yangu natamani nipate 1, 2, 3. Mungu naye tayari kule mbinguni alishakaa na kabineti yake ya Utatu Mtakatifu akapanga. Tena wakati mwingine yuamkini huwa wanakaa hata na mtakatifu somo wako, wanapanga kwamba wewe si somo wa fulani, mwaka huu atapata 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo ile wewe kuandika malengo yako ya mwaka muda huu haina maana ya kwamba Mungu hajui anachoenda kukupa huu mwaka mpaka akusubiri wewe uandike. Yeye tayari anakijua. Ula wewe unaandika kwa sababu unaombea maisha yako. Nisikilize pole pole. Ukiandika malengo sawa na yale Mungu aliyopanga akupe huu mwaka, hiyo ni sawa na umepanda mbegu kwenye udongo mzuri. Nasema hivi, ukikaa kuandika malengo yako ya mwaka sawa na Mungu alivyopanga akupe huu mwaka, ni sawa na umepanda mbegu kwenye udongo mzuri. Na ndio maana anasema ujasiri tulio nao, tukiomba kitu sawa na mapenzi yake anatupatia. Kwa ukiandika malengo sawa na alivyopanga akupatie, ni sawa na umeomba sawa na mapenzi yake. Kwa uwe na uhakika, hakuna namna itashindwa kuwa, lazima itawezekana. Kila ulichokipanda mbegu, kila ulichoomba upate mwaka huu kitakuwa, kwa sababu ni sawa na mapenzi yake. Si kama unanielewa, mtu wa Mungu aliye hai? Si kama tuko pamoja, kanisa la Bwana? Kama unanielewa, sema amen, sema amen, sema amen kwa jina la Yesu. Kanda rabo shakaraba. Nisikilize pole pole. Ikitokea umeandika malengo hayafanani na mapenzi yale Mungu aliyopanga akupe mwaka huu, usitegemee kupata. Hutopata kitu mwaka. Na ndio maana kuna watu misimu mingine ya miaka unakuta huwa mnaandika malengo, lakini ghafla mnashangaa mwaka mzima unapita na hamna ulichopata. Na unakaa kusema
Mbona tulienda wote kwenye ile panda mbegu? Mbona na mimi nilitoa kama wengine? Mbona na mimi nilishiriki siku zote kama wengine? Kwa nini wao wamepata, mimi sijapata? Nisikilize polepole. Kinachotutofautisha kwamba huyu kapata, yule hajapata, ni yule atakayeandika lengo sawasawa na mapenzi yake, ndiye anayepata. Ina maana huyo amepanda mbegu kwenye udongo mzuri. Unaweza ukakuta mtu ameweka lengo, anatamani mwaka huu aoe, afunge ndoa. Mungu naye kule mbinguni amekupangia mwaka huu ufunge ndoa. Kwa sababu umeweka lengo linaloendana na alilopanga yeye, mwaka huu unashangaa kweli unafunga ndoa. Kwa unakuta mtu mwisho wa mwaka anasimama kushuhudia, mimi namshukuru Mungu, mwaka huu tulipokuwa tunaanza niliweka malengo, Mungu anisaidie nioe au niolewe, na kweli nimeolewa, au na kweli nimeoa, na kweli nimepata kazi, na kweli nimerudishwa nyumbani, na maombi mengine namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu kile alichoweka kilikuwa kinaendana na mapenzi ya Mungu aliyokuwa amemwekea. Ina maana alipanda mbegu kwenye udongo mzuri. Acha muda huu kuna kitu nikupeleke kinisaidie mimi na wewe, ili tunapoenda kuomba tuombe kila mtu akiwa amepata nguvu ndani yake. Mpendwa, naomba muda huu wote tuangalie kipengele kinachoitwa nafasi ya Roho Mtakatifu katika kutuongoza. Aina zipi za mbegu tupande ndani ya mwaka zinazoendana na mawazo ya Mungu juu yetu? Nafasi ya Roho Mtakatifu katika kutuongoza. Ni aina zipi za mbegu tupande ndani ya mwaka zinazoendana na mawazo ya Mungu juu yetu? Nafasi ya Roho Mtakatifu katika kutuongoza. Ni aina zipi za mbegu tupande ndani ya mwaka zinazoendana na mawazo ya Mungu juu yetu? Kumbuka, mbegu nyingine zilipandwa kwenye udongo mzuri, zikazaa. Kila mtu anatamani mwaka huu azae, na ukiona huko hapa unasikiliza hii semina, jua huu mwaka utazaa. Sasa ili uzae sana, ili utende mambo makuu katika imani, lazima uwe na Roho Mtakatifu. Ili Roho Mtakatifu akuongoze kupanda mbegu, akuongoze kuandika malengo yanayoendana na kile Mungu alichotaka akupe mwaka huu, ili yale malengo yako iwe ni sawa na umepanda mbegu kwenye udongo mzuri. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni nani? Takupa maana mbili. Kwa mujibu wa katekisimu ya Kanisa Katoliki, Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu wa Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu wa Mungu. Ni Mungu sawa na Baba na Mwana. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu wa Mungu. Ni Mungu sawa na Baba na Mwana. Hakuna utofauti kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na hatuna miungu watatu. Tuna Mungu mmoja katika nafsi tatu. Ya kwanza ni Mungu Baba, ya pili ni Mungu Mwana, ya tatu ni Mungu Roho Mtakatifu. Mungu yuko mmoja, ila anafanya kazi mara tatu. Anafanya kazi kama Baba, anafanya kazi kama Mwana, anafanya kazi kama Roho Mtakatifu. Lakini pia maana nyingine ya Roho Mtakatifu, ile ambayo nimefunuliwa kwenye hili somo, maana nyingine, Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu ambaye tuliachiwa na Yesu Kristo tuwe naye hapa duniani, ili kila sehemu tunayomhitaji tumwite naye atusaidie. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu ambaye tuliachiwa na Yesu Kristo tuwe naye hapa duniani, ili kila sehemu ya maisha yetu tunayohitaji msaada tumwite naye atusaidie. Tunapomuongelea Roho Mtakatifu, tunamuongelea msaidizi wa maisha yetu ambaye Yesu alimwacha ili atusaidie kila eneo la maisha yako unayohitaji msaada, umwite naye akusaidie. Yupo kwa ajili ya kukusaidia. Roho Mtakatifu hayupo kama pambo, hayupo kama fashion, hayupo kama urembo. Yupo kimatumizi, yupo kimatumizi
yupo kimatumizi kwa ajili ya kumtumia. Jambo linalosikitisha, Wakristo wengi wa Katoliki tupo tu, tuna Roho Mtakatifu lakini hatumtumii. Wewe jiulize tu, unamtumia Roho Mtakatifu au umemgeuza kuwa pambo na urembo? Roho Mtakatifu yupo kimatumizi, si kipambo. Angalia kile kitabu cha Injili ya Yohane, ile sura ya 14, ule mstari wa 16 hadi wa 18 inavyosema. Injili ya Yohane ile sura ya 14, ule mstari wa 16 hadi wa 18. Injili ya Yohane 14, 16, 18 inasema namna hii: nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Kwa tunaona namna Biblia inavyosema. Yesu anasema atatuachia msaidizi ambaye ni Roho wa kweli. Ulimwengu hautampokea, ila sisi watoto wake tutampokea, na atakaa ndani yetu. Hatujaachwa yatima, tumeachwa na mzazi ambaye ni Roho Mtakatifu. Je, huyu mzazi unamtumia? Maana wengi hatumtumii Roho Mtakatifu, wengi hatumtumii. Watu wengi tunatumia akili zetu badala ya kumtumia Roho Mtakatifu. Watu wengi tunatumia elimu zetu badala ya kumtumia Roho Mtakatifu. Watu wengi tunatumia uzoefu wetu badala ya kumtumia Roho Mtakatifu. Watu wengi tunatumia ujuaji wetu badala ya kumtumia Roho Mtakatifu. Ngoja nikwambie, ile we kusoma sana, ile we kujua sana, ile we kuwa na akili sana, ile we kuwa na hela sana, ile kuwa na cheo sana, haina maana ya kwamba huwezi kuomba msaada wa Mungu. We ni mwanadamu tu, utabaki kuwa mwanadamu, na ndani ya wanadamu kuna udhaifu wa kutokujua kila kitu. Ni Mungu tu ndiye anayejua kila kitu, ni Mungu tu ndiye anayeweza kila kitu. Na ndio maana kama Mkristo lazima uwe mnyenyekevu, kuhakikisha unamtumia Roho Mtakatifu kila mahala, kumuomba msaada kutoka kwake. Na kumtumia Roho Mtakatifu sio kitu kigumu, ni kitu cha kiroho, ni kitu cha kiimani. Huko mahala wewe sema tu kwa imani, Roho Mtakatifu karibu unisaidie. Ukiongea tu namna hiyo umeruhusu kumtumia. Maana kuna watu wakisikia kumtumia Roho Mtakatifu wanawaza mambo mengi magumu, wanazania ni kitu kigumu. No. Wanazania labda ni paka ukae kufunga siku 40 ndio kumtumia Roho Mtakatifu. No. Wengine wanazani paka achukue sadaka, je apeleke wapi ndio kumtumia Roho Mtakatifu. No. Ila ni ile kuwa na imani ya kusema tu, Roho Mtakatifu, muda huu ninaanza mwaka, hebu nisaidie kuniongoza mwaka huu nipande mbegu gani. Hivyo tu umeshamtumia. Ulipokuwa unaandaa mbegu, ulimuita kwanza Roho Mtakatifu au ulianza tu kuwaza kwenye akili zako? Na uliza hivi, ulipokuwa unaandaa mbegu, ulimuita kwanza Roho Mtakatifu au ulianza kuwaza kwenye akili zako? Majibu unayo wewe. Sikiliza polepole. Roho Mtakatifu katika utendaji wake wa kazi ana paji la akili ambalo umpatia kila mwanadamu, ili paji la akili, ili ile akili ya Roho Mtakatifu ishirikiane na akili ya kibinadamu kuendesha maisha ya huyo mwanadamu. Kila mwanadamu alivyoumbwa alipewa akili na Mungu. Kila mwanadamu alivyoumbwa alipewa akili na Mungu. Kwa ile nje na akili ya kimungu pia kuna akili ya kibinadamu. Asa ili akili yako ya kibinadamu ifanye kazi kwa ufanisi, lazima ishirikiane na akili ya Mungu katika utendaji. Akili yako ikifanya kazi peke yake haiwezi kuleta matokeo mazuri, lakini akili yako ikifanya kazi kwa kushirikiana na akili ya Mungu vitaleta ufanisi kwenye maisha. Na ndio maana kazi yangu, kazi yako ni kuhakikisha unamnyenyekea Roho Mtakatifu. Ukimnyenyekea ndipo anakupa kipaji cha akili, kishirikiane na akili yako ufanye vitu kwa ufanisi. Utawaza kwa ufanisi, utafanya maamuzi kwa ufanisi, utatenda kwa ufanisi. Akili ya mwanadamu inapofika mwisho,
ndipo akili ya Mungu inapoingia kufanya kazi. Watu wengi wanakuwa frustrated, wanachanganyikiwa na maisha, wanavurugwa na maisha kwa sababu akili zao zimefika mwisho kwenye kuwaza na kufikiri juu ya hilo jambo. Kwa anajikuta amepaniki, pressure inakuwa juu. Na wengine wamefika mahala wamenunua hadi kipima pressure, anatembea nacho kwenye gari, anatembea nacho kwenye mkoba, anaenda mwingine kila wiki, kila mwezi ana kliniki ya kupima mapigo ya moyo na pressure. Kwa nini? Kwa sababu anawaza sana maisha, akili imefika mwisho. Nisikilize mama na baba ulioko hapa, kaka na dada, uwe na Roho Mtakatifu, mtumie Roho Mtakatifu. Akili yako itakapofika mwisho atakupa ya kwake, hutopata pressure tena. Roho Mtakatifu ni dawa ya pressure. Roho Mtakatifu ni dawa ya pressure. Oh, Roho Mtakatifu ni dawa ya pressure, ni dawa ya vidonda vya tumbo, ni dawa ya kukosa usingizi kwa ajili ya mawazo ya maisha. Roho Mtakatifu ni dawa ya kichwa kuuma kwa ajili ya kupaniki. Uwe na Roho Mtakatifu, pressure itapungua, maana atakupa majibu usipoona jibu, atakuonyesha njia usipoona njia, atakuonyesha mwaka huu wote utakavyokuwa kabla hata hujaufikia huo mwezi. Yeye atakuonyesha na atakufundisha na atakufanikisha. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai, tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kanisa la Mungu kandarabosha karaba. Nisikilize polepole, nisikilize polepole. Amosi 3:7 inasema namna hii. Nimalizie na hichi kitabu afu tuombe. Amosi 3:7. Amosi 3:7 anasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa Biblia iko wazi kabisa, Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watu wake neno lake. Mungu hatofanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake neno lake. Kila kitu Mungu atafunua kwanza, ndipo atafanya kila kitu. Ukiwa na Roho Mtakatifu atakufunulia kila kitu, ndipo utafanya. Na ndio maana leo nataka twende tuombe muda huu. Tutaenda kuomba kila aliyoko hapa, Roho Mtakatifu amfunulie mwaka huu wote ukoje kwake. Roho Mtakatifu amuongoze kwenye mbegu sahihi za kupanda huu mwaka, akuongoze na kiwango sahihi cha sadaka unachofaa kutoa kusindikiza hii mbegu, ili usifanye kama ulivyozoea kufanya miaka mingine. Kumbuka, kila mwaka una ufunuo wake, kila mwezi una uamsho wake, na ndiyo maana nataka tuombe ili Roho Mtakatifu akusaidie kukufunulia. Yamkini umeshaandika malengo tayari, usijali, tutaenda kuomba tena. Na tutakapoomba, kama kuna lengo ghafla utaanza kusikia ndani yako unakosa amani nalo, utalifuta. Na kama ndani yako kuna lengo utajisikia kuliongezea, labda ulikuwa hujaliandika, ndani yako utasikia Mungu anakusemesha andika na hili, utaliandika na lenyewe. Hata kama hicho kitu utakachopewa ndani yako kuandika utaona ni kikubwa kuliko uwezo wako wa elimu, kuliko uwezo wako wa kipato, usiogope kuandika. We andika, kwa sababu Mungu ni mkubwa kuliko yote. Nafikiri tumeelewana. Kwa ninaomba kila mmoja mahala alipo akamate ile karatasi ya malengo yake. Kila mmoja alipo akamate ile karatasi ya malengo yake. Kamata karatasi yako ya malengo mkononi, malengo yako ya mwaka ulionayo. Kwa wale wanaonitazama kwenye video, unaweza ukatazama hii karatasi kama hivi. Ina maana unaikamata namna hii mkononi, unaikamata namna hiyo. Afu tunaenda kuomba Roho Mtakatifu atupe akili ya kujua ni malengo gani tupande mwaka huu. Kanda rabo shakarabashiki rapo shekerianda rabakorabashe ripo shakaterebo yekendarabase ripo ropo koriakatarabashiki kanda rabo shakarabandeke rababababa yeketerebo rika poko rapo shakata rika poko shamaka rika poko raposhe riki sakaterebosha makandarabosha ramandeke sekerebo. Sema ya maneno pamoja na mimi. Sema, Bwana Yesu. Sema, Bwana Yesu,
ninasogea mbele zako, mimi mtoto wako. Ninakushukuru kwa ajili ya huu mwaka Baba. Nasema asante kwa ajili ya malengo yote ambayo Baba nimepanda mwaka huu. Sema Baba, nasema asante kwa ajili ya mbegu zote ulizonipa kuandika kwenye hii karatasi niliyokamata mkononi mwangu. Baba, nasema asante. Sema Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya hizi mbegu ambazo nimepanda. Baba, nasema asante. Sema Bwana Yesu, yamkini kwenye mbegu hizi nilipanda kwa akili zangu, nilipanda kwa mawazo yangu. Sema Bwana Yesu, naomba unisamehe. Sema Bwana Yesu, naomba unisamehe. Sema Bwana Yesu, ninaomba kupanda kwa upya, ninaomba kupanda kwa upya mbegu hizi Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu unifunulie, naomba Roho Mtakatifu unifunulie mbegu Bwana, mawazo Bwana, akili Bwana, ufahamu Bwana, nipate kujua mbegu sahihi nazostahili kupanda huu mwaka wa 2026. Bwana Yesu, naomba uniongoze kwenye malengo sahihi ambayo ndiyo mbegu, ili Baba nipande kwenye udongo mzuri, maana nikipanda mbegu inayofanana na mawazo yako unayoniwazia itakuwa ni sawasawa na nimepanda kwenye udongo mzuri, nitavuna Bwana. Baba tazama, sema Baba tazama, miaka mingine nimefeli, nimekwama kwa sababu nilipanda kwa akili zangu. Sema Bwana Yesu, leo nimetambua kuna wewe Roho Mtakatifu unafanya kazi kwa kushirikiana na mimi kwa paji lako la akili. Wewe ni msaidizi wangu, ninakuja kuutafuta uso wako, nakuja kuutafuta uso wako katika jina la Yesu, 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 jina la Yesu, jina la Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako, mahala ulipo, endelea kuomba kwa maneno yako, endelea kuomba kwa maneno yako. Usiseme Mwalimu Petro, ninaomba nini? Omba Roho Mtakatifu akufunulie akili, akupe akili ya kufahamu, ya kujua mbegu sahihi za kupanda kwa ajili ya huu mwaka. Yamkini kila miaka umekuwa ukipanda mbegu, hazitimii, hazitokei, haziwi sawasawa na vile unavyopanda. Mwaka huu 2026 kwa mamlaka Mungu alionipa, ninaomba kufunulie akili sahihi, mbegu sahihi, ili upande kwenye udongo mzuri katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema mahala ulipo unayenisikiliza, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Unayenitazama, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Akili yako ione kuanzia leo, akili yako ione kuanzia leo, akili yako ione. Sikio lako la ndani lisikie sauti ya Mungu na upate kutekeleza. Ninaombea imani yako iweze kukua, ili yale yote Mungu atakayokufunulia, yale yote Roho Mtakatifu atakayokusemesha kwa ajili ya huu mwaka upate kuyaandika. Karapa korianderebo rapa shandarabasaka. Ninakuombea hata kwenye eneo la sadaka, naomba Mungu akuongoze kwenye sadaka sahihi, kiwango sahihi ambacho utatoa kinachoendana na Mungu alivyotaka. Tazama, tulijifunza asubuhi kwamba Ibrahimu alipopokea malaika nyumbani kwake hakuwachinjia bata, hakuwachinjia mbuzi, aliwachinjia mwanandama aliyenona. Si kwamba aliwaza kwa akili yake, ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye alimwambia Ibrahimu, kwa hawa wageni panda mbegu ya mwanandama, panda mbegu ya mwanandama. Baada ya Ibrahimu kupanda lengo la kupata mtoto, akalitolea na mbegu ya mwanandama. Kanda raposhaka, wale malaika walimbariki na alipata mtoto. Yamkini saa yako imefika, saa
saa yako imefika. Bwana akuongoze, mwanandama sahihi, sadaka sahihi, sadaka sahihi, sadaka sahihi ya kumtolea. Usitoe kwa mazoea kama miaka mingine, maana hili ni wingu jipya, ufunuo mpya. Orapo shamanderebo, Holy Spirit unveil, orapo shenderebo shaka, revelations, orikariaka terebosha, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema ya ufunuo wa kimungu katika jina la Yesu. Ukaanze kuona, ukasikie na ukaandike na ukapande na ikaote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndiyo Bwana. Haleluya, kanisa la Bwana. Baada ya haya maombi, kaa, andika kwa upya malengo yako ya huu mwaka. Kama kuna lengo umeliandika, utasikia kukosa nalo amani, lifute. Jipya ambao litafunuliwa liandike. Ulitafunuliwaje? Vile tu utakavyokuwa unasikia ndani yako amani, andika. Na ukisikia mzigo kuendelea kuomba zaidi, endelea kusali zaidi. Ukisikia ni kwenda kukaa kwa Yesu wa Ekaristi, nenda kakae. Endelea tu kuongea na Roho. Wewe sema tu kwa imani, Roho Mtakatifu niongoze mambo sahihi ya kuandika. Kesho tukikutana, kila mtu awe na hayo malengo yake kwenye karatasi aliyoyaongezea na alishoandika tayari, lakini pia uwe na sadaka yako. Umeshajua ni kiasi gani utatoa kama mbolea kwenye hiyo mbegu. Uwe umeshajua utaweka mbolea kiasi gani. Kesho tukikutana, Mungu akubariki, na usikose asubuhi na Mwalimu James Ludovic. Tuombe. Baba, asante kwa wema wako na uaminifu wako. Tunajiacha mikononi mwako, tukienda kinyume na roho za visasi na malipizi. Tunaomba amani yako itutawale milele na milele. Tuseme amen.